Shalom, shalom, Prophet Fidon. Leo ninao ujumbe maalum kabisa kwa ajili ya baba yangu na mzee wangu, Askofu Josephat Gwajima. Hiki ni kitu ambacho Mungu amenionyesha. Nimekuwa nikikuombea sana, nimekuwa nikiomba sana kwa ajili yake. Lakini nimeona akiwa katika uwanja ambao ulikuwa ni uwanja mkubwa kabisa, ulikuwa ni kama uwanja wa mpira. Na hapa alikuwa na viongozi wenzake wamevalia sare za kijani, maana yake sare za CCM. Lakini ulingo uliokuwa unaendelea katika ule uwanja ulikuwa ni mzito kwake. Kwa namna nyingine alikuwa anapambana kunyanganya, ulikuwa ni kama mpira wanacheza. Ule mpira kila alipokuwa ananyanganya, wale watu walikuwa wamesimama kama visiki, na ulikuwa ni mchezo wa kumchosha, ulikuwa ni mchezo wa kumtoa nguvu. Na nikasikia sauti ya Mungu ikiniambia mahali pake pa ushindi ni mahali pa prayer, ni mahali pa maombi. Kwa hiyo tunahitaji kama watoto wake, tunahitaji kama watu wa Mungu kuomba kwa ajili ya baba yetu Askofu Josephat Gwajima. Kwa sababu na hakika kwamba ushindani wa mwaka huu utakuwa ni ushindani wenye fitina sana kwake, ni ushindani ambao una mambo mengi sana kwake. Kwa hiyo tunahitaji kuomba kila anayempenda, kila ambaye ndani yako Mungu ameweka kitu, naona kwamba kuna kitu ambacho Askofu Josephat Gwajima amewekwa kwa ajili ya Tanzania. Ninaomba uombe kwa ajili yake, lakini naomba uombe kwa ajili ya Mungu ampe kupenya, Mungu ampe kurudi pia katika na ye eneo lake la nguvu. Kwa sababu mahali pake pa nguvu ni mahali pa maombi, mahali pa ushindi wa Josephat Gwajima ni mahali pa maombi. Moment hapana maombi, uona hakika kwamba ulimwengu wa siasa kwa awamu hii utakuwa ni mgumu kwake. Kama nilivyozungumza katika mkesha wa mwaka mpya, wakati natoa unabii wa mwaka kwamba mwaka huu utakuwa ni mwaka wa mafanikio, lakini mwaka wenye usaliti mwingi. Na usaliti tutaanza kuona ndani ya vyama, tutaanza kuona ndani ya makanisa, tutaanza kuona mahali tofauti tofauti kwenye sekta zetu za kila siku. Kwa hiyo tuombe kwa ajili ya baba yetu, tuombe kwa ajili ya Mungu kumvusha salama, pasiwepo na maumivu, asije akachoka kwa ajili ya siasa, akachoka pia kwa ajili ya mambo ya Mungu. Mungu awabariki, Mungu awape mema. Asante kwa kusikiliza ujumbe huu, lakini nikushukuru pia kwa kuendelea kusubscribe kwenye YouTube account yangu. Mungu akupe mema, usisahau kusubscribe, usisahau kushare ujumbe huu uwafikie wengi, na wengi wanaompenda, wengi tunaompenda, tupate kuendelea kuomba kwa ajili yake. Mungu akubariki na Mungu akupe mema.